Yes, uhabari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni H&T Media ambayo nakuletea taarifa hizi za kimichezo ambazo zimetufikia katika meza yetu ya matangazo, na sisi moja kwa moja tunazileta kwako ili usipitwe na kitu chochote katika anga la michezo. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambayo inazidi kutembea sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na ujio wa striker katika klabu ya Young Africans mara baada kwa kwepo washambuliaji wawili katika klabu hiyo ya Young Africans, Ande Bombwe Boyeli pamoja na Prince Mpumelelo Dube kutofanya vizuri na kutokuwa na mwenendo mzuri. Kocha wa klabu hiyo Pedro Gonçalves amekuwa akitafuta huku na huku kuweza kupata mshambuliaji mmoja ambaye atakuja kutumika katika klabu ya Young Africans na kufikisha malengo yao, hasa kutinga katika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, kitu ambacho ni ndoto ya kocha Pedro Gonçalves ambaye yupo katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo sasa ni za uhakika kabisa kutoka katika vyanzo vyetu vya habari, kutoka katika viongozi, kutoka katika watu wa karibu na uongozi wa klabu ya Young Africans, tayari kamati ya usajili imeshakwisha kupelekewa majina mawili mezani ambayo katika dirisha dogo la usajili wamba hao watashuka katika klabu hiyo ya Young Africans. Majina haya tunayo hapa na tunajua wanatoka katika mataifa gani na wanacheza katika vilabu gani na nafasi gani. Uwezo skills vyote tunavyo hapa tumekukusanyia ili uweze kuenjoy taarifa ambayo tumeiandaa kwa ajili yako kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujaitazama taarifa hii kwa undani kabisa, nikukaribishe kwa mara nyingine. Karibu, na kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa, nikwambie kwamba umepitwa na taarifa zetu nyingi sana. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku hapa katika channel yako pendwa ya H&T Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo. Bana, twende sako kwa bako, tuseleleke vyema sote kwa pamoja kuzitazama dakika zote ambazo tumekuandalia hapa, mwanafamilia na mpenda soka uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea hapo katika klabu ya Young Africans, hasa katika wakati huu ambapo Young Africans wanakwenda kushuka dimbani katika mchezo wao wa kwanza katika hatua hii ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kuisaka nafasi ya kufuzu robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kama tunavyojua, grupu la Young Africans kutoka grupu B, Young Africans amejumlisha timu 3 kutoka katika mataifa ya magharibi mwa Afrika. Tukizungumzia National Ahli ambaye pia ni Giant, lakini pia ni timu ambayo ina experience kubwa ya kuchukua kombe katika mashindano hayo ambayo wanashindania kwa maana ya kombe la mabingwa barani Afrika. Ni timu ambayo imeshachukua mara nyingi na kujiwekea mazoea ya kwamba wao ndio watawala wa kombe hilo. Lakini pia kuna Jessica Bril kutoka katika nchi ya Algeria, moja kati ya klabu ambayo inafanya vizuri kwa sasa na ina wachezaji wazuri na matokeo yao ni mazuri katika ligi kuu yao. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo mzuri kabisa ambao Young Africans yataanza nao katika ardhi ya nyumbani. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuandalia hapa. Lakini pia kuna AS FAR Rabat kutoka katika nchi ya Morocco. Waarabu hawa nao pia si haba kabisa katika ligi kuu ya Morocco, hawajapoteza mechi yoyote, wakiwa wamejiweka katika nafasi nzuri kweli kweli ya kimashindano. Lakini pia ni moja kati ya klabu ambayo inaogopeka Morocco. Lakini the good news ni kwamba mara baada ya kutangazwa kwa makundi, AS FAR Rabat walihofia kukutana na Young Africans kutoka Tanzania. Kwa hiyo hata na wao wanakwenda kukutana na Young Africans, lakini pia wakiwa na hofu kwamba
katika kundi lao kuna Young Africans na National Ahli ndo wanaogopeka katika kundi B. Hizi ni taarifa kutoka Morocco ambazo zilitufikia mara baada ya makundi kupangwa. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, kocha Pedro Gonçalves ameweza kutazama mwenendo wa washambuliaji wake, akashindwa kuelewa kwamba ni nani ambaye atampa matokeo katika nafasi chache. Unajua miongoni mwa nafasi chache ambazo zinapatikana ni pamoja na katika michezo hii ya makundi kuna ukwepo na upatikanaji wa nafasi finyu sana. Kwa hiyo unahitaji kupata mtu ambaye anatumia kila nafasi ambayo itapatikana. Na tumeona baadhi ya vilabu huko duniani vinategemea mshambuliaji mmoja kuwavusha na kuwapeleka katika hatua nyingine. Hivyo basi kwa upande wa klabu ya Young Africans na kocha Pedro Gonçalves ameweza kulitazama hilo na kuona kwamba upande wa Prince Pomelo Dube mpaka sasa hana goli katika ligi kuu ya Tanzania bara, lakini kwa upande wa Andebombe Boyeli ana mabao mawili katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, lakini hana bao katika michuano hii ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF. Kwa hiyo kocha Pedro Gonçalves amepeleka majina kwa kamati hiyo ambayo inahusika na usajili katika klabu hiyo Young Africans, na jina la kwanza ambalo limepelekwa katika klabu ya Young Africans na kocha Pedro Gonçalves kutoka ni Lise Nyembo. Jina la kwanza ambalo limepelekwa na kocha Pedro Gonçalves katika kamati ya usajili katika klabu ya Young Africans ni Lise Nyembo. Huyu bwana ni mchezaji mmoja ambaye anakimaliza hapa katika klabu ya TP Mazembe kutoka DRC Congo. Ni moja kati ya mshambuliaji mmoja ambaye anategemewa katika klabu hiyo, lakini pia ni moja kati ya mchezaji ambaye anaweza kucheza nafasi tatu tofauti katika eneo tofauti akiwa ndani ya pichi. Moja kati ya mshambuliaji mmoja mzuri ambaye kwa sasa anafanya vizuri katika ligi kuu huko Kongo. Ni moja kati ya jina ambalo limependekezwa na kocha Pedro Gonçalves katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini si hivyo tu, moja kati ya kijana ambaye anakichapa huko katika klabu ya Colombe Sportive huko Cameroon, naye ameweza kuonekana katika jicho la Pedro Gonçalves na anahitaji huduma yake. Pia huyu anaitwa Loemba, moja kati ya mari safi kabisa ambaye kwa sasa mara baada ya kutoka katika klabu hiyo ya Colombe Sportive aliweza kufanya makubwa na kuisaidia Colombe Sportive kuibuka mabingwa wa ligi kuu ya Cameroon katika msimu uliotamatika. Lakini pia Loemba akiwa ni mchezaji ambaye akifanya makubwa katika klabu hiyo ya Colombe Sportive hapo Cameroon na kuaminiwa, na moja kati ya sifa ambazo amejizolea katika msimu huu ni kwamba Colombe Sportive ilikuwa ni moja kati ya vilabu vikubwa ambavyo vilitajwa kwamba huenda vikafika mbali katika michuano hii ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF, lakini waliweza kutolewa na MC Alger. Lakini staili ya kutolewa kwao ilikuwa ni kama bahati, kwa sababu mchezo wa kwanza ukichezwa na Colombe Sportive dhidi ya MC Alger wakitoka bao moja, bao la Colombe Sportive likifungwa na Loemba ambaye aliweza kusawazisha bao ambalo waliweza kutanguliwa na MC Alger. Lakini katika mechi ya pili wakatoka bila kufungana, draw ya bila kufungana. Kwa hiyo kawafanya MC Alger kusonga mbele na Colombe Sportive kutolewa nje kwa faida ya bao la ugenini. Kwa hiyo naweza kaona kwamba ni moja kati ya vilabu ambavyo vilikuwa vimejidhatiti vyema na kuonyesha ushindani mkubwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Loemba Loemba anatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Tusubiri kuona kwamba ni nani ambaye atakuja kuonyesha ushindani mkubwa na kupata namba katika klabu hiyo ya Young Africans. Si Lise Nyembo ama
Siino Loemba ambao wanatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans.